kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6. Tunaangazia siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya. Tunaimulika bohari ya dawa MSD. Mimi ni Agnes Mbapu, nitakupitisha hatua kwa hatua ili kuweza kufahamu uboreshaji na utekelezaji wa huduma za afya katika bohari ya dawa. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Bohari ya dawa ina jukumu la kuzalisha, kununua, kuhifadhi na kusambaza bidhaa za afya zenye ubora katika vituo vyote vya afya nchini. Inahudumia takribani vituo 8,000 vya afya nchini kote, vikiwemo vituo vya sekta binafsi vilivyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Mavere Tukai ni mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa. Anatueleza mafanikio na uboreshwaji wa sekta ya afya ulivyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Majukumu yetu makubwa ni manne kama bohari. Cha kwanza kabisa ni uzalishaji wa bidhaa za afya. Ya pili ni ununuzi wa bidhaa ambazo hazizalishwi. Ya tatu ni utunzaji wa bidhaa hizo katika maeneo ya kimkakati nchi nzima, na jukumu la 4 na la mwisho ni kusambaza hizi bidhaa kwenda kwa walengwa ambao kwa kiasi kikubwa zaidi ni vituo vya afya vya umma, kuanzia chini kabisa zile zahanati mpaka kufika hospitali kuu ya rufaa ya taifa ya Muhimbili. Katika level zote tunafanya, lakini vile vile bohari ya dawa inapeleka pia bidhaa za afya kwenda kwenye vituo vya binafsi na vile ambavyo tunasema vya kidini au vile vya kiserikali kwa makubaliano maalum na kwa huduma maalum, kwa mfano za zile za watoto wachanga, za uzazi, TB, malaria, ukimwi na magonjwa ambayo yanasema yaliyokuwa yamesahaulika au neglected tropical diseases. Hasa hayo ndio kabisa ambapo tunaelewa focus. Katika kipindi hichi cha miaka 5 nadhani mmeona a lot of mabadiliko mengi au tunaita reforms. Sidhani kama kuna neno zuri zaidi la Kiswahili tunaposema reforms, lakini kusema kwamba kuna mabadiliko makubwa ya MSD ambayo yaliendana na maelekezo kwamba kwanza tuende kibiashara, lakini cha pili vile tuende kisasa, na cha tatu sisi pia tuendane na matarajio ya wale wateja wetu ambao kwa kiasi kikubwa ni kwamba MSD sio taasisi ambayo inampelekea huduma mlaji wa mwisho. Na hapa nilikuwa nataka sana niliongelee hili kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akaenda kwenye pharmacy akasema sijaona kidonge akasema ni MSD. MSD tunaita kwenye modo yetu tunafanya kazi kwenda biashara to biashara. Yaani mimi nampelekea kituo cha afya kinachotoa huduma za afya bidhaa zake alizoagiza, alafu yeye sasa ndio anakwenda kumwona mgonjwa na kumkabidhi bidhaa yake. Kwa hiyo sisi ndio tuna fall under business to business category katika upande wa kuhusiana na wateja wetu, na tunajiendesha kibiashara pamoja na kwamba sisi kazi yetu ni kutoa huduma. Maana yake nini? MSD anapofanya kazi yake anatakiwa awe na bidhaa ambazo atazinunua kwa wazalishaji wa ndani, kwa wazalishaji wa nje au kwa washitiri ambao wanafahamika, wamepitishwa kwa mamlaka zinazohusika, na kazi yake akishapata ile bidhaa, akishaitunza, anaisambaza kwenda kwa wateja. Na gharama zote za uendeshaji wa taasisi zinatokana na taasisi yenyewe. Ni taasisi ambayo haibebeshi mzigo serikali wa kuendesha aidha mishahara au gharama zozote zile ambazo zinahusiana na kufikisha bidhaa. Eneo la pili ambalo ningependa pia kulizungumzia sasa, tunakuja kwenye yale mafanikio yetu au mabadiliko yetu. Katika hizi reforms au mabadiliko ambayo tumeyafanya katika hii miaka ya karibuni ya MSD, tulianza cha kwanza kabisa kwenda kidijitali. Na sasa hivi tuko zaidi ya 95% kidijitali kwa MSD ndani ya taasisi katika uendeshaji wetu wa kawaida wa kila siku. Namna ambavyo tunafanya mahoteo ya mahitaji ya bidhaa zetu, tunatumia mifumo. Tunavyoagiza bidhaa zetu zote kutoka kwa washitiri ni mfumo. Hata ule mfumo wa ununuzi ambao unatumika wa serikali tunaita NeST, National Electronic System, ni digitali. Na sisi ndani yetu kabla ya kufikisha mahitaji yetu kwenye NeST ni mfumo ambao wote unatumia digital solution. Na tunapokuwa tunafanya pia order zetu zote, hakuna kitu kinaandikwa kwa mkono. Kila kitu tumeautomate, tumelink na inakwenda kwa supplier wetu kwa namna ya kidijitali. Lakini vile vile kwenye upande wa wateja tumehakikisha kwamba mteja anaagiza bidhaa kwa electronic order form, na tunajua mteja anapoleta order yake ana mzigo kiasi gani. Lakini vile vile mteja anaweza akaenda tunaita customer portal akiwa anataka kwenda kuangalia bidhaa yoyote iliyo MSD,
kama yeye yuko kanda ya labda anahudumiwa na kanda ya Mtwara, ana uwezo wa kuingia kwenye poto akaona kwamba mimi ndio kanda ya Mtwara, sioni kidonge fulani, lakini nakiona kiko Mwanza, naombeni hicho kilicho Mwanza mniletee. Sisi tunafanya arrangement za hapa ndani ya taasisi, maanisha kwamba ile bidhaa inatoka Mwanza inaenda kufika Mtwara na mteja anapata. Lakini pia sisi muda wote tunakuwa tunaita real time visibility ya mzigo wetu uko wapi, ule ambao umeshapokelewa, ule ambao umeshasambazwa, na ule ambao pia uko kwenye transit, tunasema kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara, tunajua uko eneo gani. Lakini tuna mifumo mizuri sana mingine, kwa mfano ya kuhakikisha kwamba kila kinachotoka MSD kikifika kile kituo cha afya kinakuwa kinajulikana. Tunatumia mfumo unaitwa proof of delivery, ambao nayo ni digital. Hata ukienda sehemu ambayo mtandao unagoma, akishakabidhi akirudi popote penye mtandao, mfumo unajiupdate, tunasema kwamba yule mzigo ulifika. Na kuna mengi mengine ambayo tunaangalia, magari yetu yako wapi, yanaenda mwendo kasi kiasi gani, yamedeviate from the route. Kwa vyote hivi tunavifanya, na tunatumia mifumo hiyo kwenye kutathmini pia utendaji wa vitengo mbalimbali ndani ya taasisi, lakini vile vile kuangalia namna gani kuna vihatarishi vya taasisi kushindwa kutimiza wajibu. Hasa katika eneo ambalo pia lilikuwa changamoto sana katika miaka 5-6 iliyopita, ilikuwa ni ukuaji yani ule uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali. Serikali imewekeza zaidi ya trilioni 6 kwenye upande huu wa miundombinu ya vituo vya afya. Kwa sababu kituo cha afya kinawekwa, lakini inabidi uweke mashine, si ndio? Uweke vitanda, uweke dawa, uweke watu. Sasa kazi kubwa ambayo alikuwa nayo MSD pale kuhakikisha kwamba kwanza anajua vinavyohitajika na wateja. Cha pili, anahakikisha kwamba anajua atavipata wapi. Cha tatu, ana wataalamu walio ndani ya taasisi wa kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kusimamia ule mnyororo mzima wa ugavi wa vile vifaa ambavyo vingi ni vipya. Kwa mfano ICU za watoto. Sasa hivi tumekwenda mpaka mambo ya vifaa vya usikivu, vifaa vya utengamao. Yaani vifaa ni vingi sana ambavyo tunavipeleka kwenye vituo. Kwa katika sisi tulichofanya kikubwa cha kwanza ni kwamba kujipanga kuwa na uhakika tuna mikataba ya muda mrefu, kuajiri wataalamu ambao wanaendana na hiyo mabadiliko ya mahitaji ya mteja wetu. Uwezo kwa umekaa na mtaalamu mmoja, lakini mahitaji hapa sasa hivi ni ya ICU au ya emergency, lazima uwe na wataalamu ambao wanaweza kusaidia kwenye eneo hilo. Ya tatu, vile vile ni kuhakikisha kwamba tunaboresha usimamizi wa mikataba yetu na kuendelea kudeliver. Na kwa kweli tumeperform vizuri sana. Katika kila miradi ambayo ya upanuzi wa vituo vya afya tumezidi 96% kwenye upande wa performance yetu. Na kingine ambacho kinaendana na hiyo vile vile, tumekuwa ni focus zaidi kwenye maeneo ambayo ni huduma zile za upendeleo. Kuna maeneo kwa mfano ya vitu kama dialysis, huduma za meno, huduma za usikivu, vyote hivyo ni kwamba tumetengeneza mikataba mipya ambayo imehakikisha kwamba zile bidhaa zinakuja ni za kisasa na zinaendana kabisa na viwango vya kimataifa vya ubora. Tunamulika uboreshwaji wa sekta ya afya katika utekelezaji na usambazaji wa vifaa tiba na dawa. Katika mikoa ya Tabora na Singida, upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ni zaidi ya 90%, kama wanavyofafanua waganga wakuu wa mikoa hii. Kwenye eneo la upatikanaji wa bidhaa za afya ikiwemo dawa, tunashukuru sana kwa uongozi wa Mheshimiwa Rais kwamba kwa kipindi yani kwanza kuongeza bajeti ya dawa katika mkoa. Bajeti ya dawa imeongezeka kutoka bilioni 4.4 kwa mwaka 2021 mpaka imefikia bilioni 9.9 kwa mwaka 25-26. Tunashukuru sana. Hiyo upatikanaji wa hizo fedha umeongeza upatikanaji wa bidhaa za afya katika mkoa wetu, na tunavyofanya kazi na bohari ya dawa. Upatikanaji wa dawa sasa hivi kwa kipindi hata hizi za siku 100 umeongezeka kutoka 70% mpaka kufika 83% upatikanaji wa dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya kufika mpaka hii Februari. Kwa hiyo tunashukuru hizo fedha ambazo za ruzuku zinazopelekwa MSD pamoja na fedha zinazotoka kwenye vyanzo vya vituo. Lakini MSD bohari ya dawa tumefanya nao kazi vizuri kwa ushirikiano mzuri. Kwanza wanazingatia ile ya kusambaza dawa ndani ya siku 21. Tunajua vituo vinapeleka oda kuanzia tarehe 1 mpaka kufika tarehe 10. Oda zinaendea MSD na wenyewe kuanzia tarehe 11 mpaka mwisho wa mwezi ndio kipindi cha kusambaza dawa katika vituo. Kwa kweli wameazea hivyo, na sasa hivi malalamiko ya ukosefu wa dawa MSD umepungua, sio kama zamani. Tunajua zamani free rate hata si ya mkoa ilikuwa chini hata 50%, lakini sasa hivi naongelea 83%. Kwa hiyo hata
hata fedha za vifaa tiba hizo nilizosema bilioni 12.4 kipaumbele zinaanzia MSD, zilipelekwa MSD na hivyo vifaa tiba vimenunua na vimesambazwa katika vituo. Na juzi tu tumepokea vile vifaa ambavyo vimekuja kupitia mradi wa TeamChip, vimepitia MSD na vyenyewe vimeshasambazwa katika vituo vya kutolea huduma za afya. Tumepokea vifaa kwa ajili ya uanzishaji wa huduma za usafishaji figo, dialysis. Kwa kweli lazima tuendelee kushukuru hapa. Wananchi wamekuwa wakipata changamoto kutoka Singida kwenda hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa Dodoma au hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo kwa kuanzisha dialysis katika hospitali ya rufaa ya mkoa hapa, tunasogeza huduma kwa wananchi, tunapunguza pia gharama ambazo zingetumika kwa mgonjwa kutoka hapa kwenda maeneo mengine. Vifaa hivi katika hospitali ya rufaa ya mkoa vina thamani ya shilingi 274,968 na 52 na senti 10. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru kwamba vifaa hivi kwa kweli kwa upande wa mama na mtoto vitaendelea kupunguza vifo vya kina mama na watoto ambapo bado vipo katika mkoa wetu wa Singida. Tunaendelea kupambana kupunguza vifo, lakini kwa uwepo wa vifaa vya kutosha pia utasaidia kuboresha huduma, lakini kujenga mazingira mazuri kwa watumishi kufanya kazi kwa skills walizonazo, lakini na vifaa vya kisasa ambavyo vipo. Kwa hiyo tunaamini kabisa ufanisi utaendelea, lakini pia kama nilivyosema tutapunguza hizo rufaa ambazo zimekuwa zikitoka kwenda kwenye maeneo mengine. Lakini uwepo wa vifaa pia unaboresha kama nilivyosema mazingira ya kazi yanakuwa salama, hata kwa wagonjwa pia wanakuwa wanajisikia vizuri kwamba huduma hizi sasa zinapatikana ndani ya mkoa wetu, na tumeendelea kuzitangaza kupitia kwa wananchi wetu. Lakini pia tumeendelea kupokea madaktari bingwa ambao wamemaliza masomo, lakini wengine pia wameajiriwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa. Tuna takribani mabingwa 15 ambao wanaendelea kutoa huduma ndani ya hospitali ya mkoa, lakini pia wanafanya huduma za mkoba kwenye hospitali zingine za halmashauri, na mara nyingine wakishirikiana na madaktari bingwa kutoka hospitali ya kanda, hospitali ya taifa na madaktari wa Dr. Samia ambao wamekuwa wakifika mara kwa mara. Watekelezaji na watoa huduma za afya ni wataalamu wa afya. Wanakiri uboreshwaji wa sekta ya afya umerahisisha utendaji wao wa kazi. Tumepokea vifaa vya kutoka MSD venye thamani ya bilioni 3.539. Kama mnavyofahamu kuna vifaa vingine vinaagizwa kutoka sehemu nyingine, vingine vinakuwepo kwenye bohari moja kwa moja. Kwa hiyo katika mpaka tunavyozungumza hapa sasa hivi ndani ya miezi 6 mpaka siku hizi ambazo tunazo tumepokea vifaa ambavyo vinafikia bilioni 3.539. Sasa kwa mtu wa kawaida ukimwambia kitu cha bilioni 3 anaweza akafikiri ni kitu kidogo, lakini na hiyo nazungumzia tu kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete peke yake. Sasa you can imagine kwamba sasa hivi wana uwezo kiasi gani kuweza kusupply kama hapa tu kwetu tu peke yetu. Ndio maana ninapozungumza kwamba ninaamini na ninaona na tunafanya uwezo wa MSD sasa hivi kwa kweli umekuwa mkubwa katika kutuhakikisha kwamba sisi tunapata huduma. Sababu sisi tunapata huduma kutoka MSD na sisi tunazipeleka kwa wananchi. Binafsi ukiniuliza mimi kama mkurugenzi wa hospitali najivunia sana na tunaona mambo makubwa ambayo yamefanyika katika kipindi hiki ambayo kwa kweli tunaendelea niseme tu huduma ya afya inaendelea kuimarika. Lakini nikizungumzia kwenye context ya hospitali kwa ujumla wake, sababu kama tunavyosema MSD ni mtu wetu wa kwanza na tu supply, lakini pia kuna watu wengine ambao pia tunasema wazabuni wengine ukiondoa ambao wanasaidia katika mambo mengine hata mambo ya ujenzi na vitu kama hivyo. Na kwa upande hizo tumekaa vizuri. Hapa juzi tumepokea ambulance mpya ambayo ni moja kwa moja inasaidia kwenye kutoa huduma za wale watu ambao pengine kwa njia moja au nyingine wanahitaji rufaa kwenda kupata huduma sehemu nyingine, lakini pia na kuwachukua wale wateja wengine wakina mama wajawazito ambao wanakwama huko vijijini, basi wanapata huduma hiyo. Na ndio maana niseme tu kwa ukweli kwa wale ambao wako hapa wanafahamu wakija hospitali wataona. Tumefanya pia hata tukiondoka kwenye medical equipment, nimezungumzia ambulance, lakini hata ukizungumzia infrastructure sasa hivi majengo
kila ukifika kwenye hospitali yetu hapa, kila sehemu kuna ukarabati unafanyika, lakini nitakuwa nimekosea sana kama sitazungumzia mradi mpya ambao umeanza, nafikiri sasa hivi una mwezi mmoja tu, wa NICU ambayo tunasema ni ICU ya watoto wachanga kuanzia siku 1 mpaka siku 30. Mradi ule umeanza kwa kasi sana, hela yake imeshapatikana zaidi ya bilioni 6, na awamu ya kwanza ya clearance na kila kitu inaendelea. Lakini pia kuna jengo lingine la mama na mtoto ambao na ujenzi wake unaendelea, na hili linaenda na sambamba na ukweli kwamba sasa hivi kama hospitali tumetengeneza master plan ya miaka 50, na mojawapo ya majengo ambayo tumeanza nayo ni haya ndio yataja: maternal complex, NICU, neonatal ICU, lakini kuna radiology, kuna jengo la emergency, kuna jengo la ICU. Yani kati ya majengo ambayo yatabaki, sababu kutokana na master plan haya majengo tunayaona kuanzia, nikiondoa haya ambayo nimeyataja, hayo mengine yote yataondoka, yatakuwa. Kwa hiyo maana yake hii hospitali ya rufaa ya mkoa itakuwa ni hospitali ya tofauti ya ile ambayo tunavyoiona sasa hivi. Utoaji wa huduma bora kwa wananchi wetu wa halmashauri ya mji wa Nzega. Tumepokea vifaa tiba kutoka MSD vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 356, ambavyo kwa kweli tunashukuru ni vifaa tiba vya kisasa, imara na vya kudumu. Tulikuwa tuna theater hapa mpya, lakini ilikuwa ile mashine ya usingizi ilikuwa tayari imeshaharibika. Kwa hivyo tulikuwa tuna mpango kama hospitali na wilaya kununua kwa mkopo kupitia kwa washitiri, lakini tumepokea vifaa tiba kutoka MSD ambavyo vimetusaidia sana, kwa maana kwamba ilikuwa tununue mashine ile kwa zaidi ya milioni 70 na kitu, lakini tumepewa mashine ambayo ina hadhi ya juu zaidi, yenye zaidi ya shilingi milioni 110. Lakini pia tumepokea mashine ya ultrasound ambayo ni ya kisasa zaidi, inaweza kutoa picha za 3D ambako unaweza ukaona ugonjwa kwa undani zaidi, changamoto alionayo mgonjwa, kwa ajili ya kumsaidia kwenye matibabu. Kwa hivyo ni mambo ambayo yametusaidia sana, lakini pia tumepata mpaka vifaa vya kutafutia mishipa ya damu kwa watoto wadogo, watoto wachanga, ambao ilikuwa ni changamoto kubwa, ilikuwa inachukua muda mrefu sana kwa kumtafuta mshipa mtoto ili aweze kupata matibabu. Kwa hiyo vifaa hivi pamoja na vingine ambavyo hata sikuvitaja hapa vimekuwa vya msaada sana katika hospitali yetu, na kwa kweli vimeweza kutusaidia kwenye kuokoa maisha ya watu wengi. Tumepokea vifaa vya kuanzia kutoa huduma za upasuaji kwa mama na mtoto, ambapo tumepokea mashine za utoaji wa dawa za usingizi, lakini vitanda vya upasuaji na vifaa vinginevyo. Kupitia hiyo tunawasogezea wateja wetu huduma karibu zaidi, kwa sababu walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda vituo jirani kwa ajili ya kupata huduma hizo na kuokoa maisha ya mama na mtoto. Lakini kwa sasa huduma zote zitapatikana katika kituo cha afya Ngimu. Kutokana na upatikanaji wa vifaa hivyo ambavyo vimegharimu jumla ya shilingi milioni 210, vitaturahisishia sisi upatikanaji wa huduma za mama na mtoto, hasa kwenye kitengo cha upasuaji wa dharura, lakini pia kupatikana kwa matibabu sahihi kwa wagonjwa wetu, kwa upatikanaji wa huduma za maabara ambapo hapo awali hazikuwa zinapatikana katika zahanati ya Ngimu. Uboreshaji wa miundombinu hii umeweza kuboresha utoaji wa huduma kwa wagonjwa wa nje na wa dharura, lakini pia upatikanaji wa jengo jipya la wazazi umeongeza idadi ya wagonjwa wanaohudumia kwenye hospitali yetu. Hapo awali akina mama ambao walikuwa wanajifungulia kwenye hospitali yetu walikuwa ni 7 ndani ya masaa 24, lakini sasa hivi tunapata akina mama 20 mpaka 24 ndani ya masaa 24. Kwa hiyo unaweza kaona ni jinsi gani miundombinu ya majengo yakiboreshwa pia yanavutia pia wananchi kupata huduma. Zaidi ya hayo tumeweza kupokea vifaa tiba vya milioni 342 kutoka serikalini kupitia mradi wa Teamship. Vifaa hivi kwa kweli ni vifaa ambavyo ni vya muhimu sana kwetu katika kuboresha utoaji wa huduma. Tumepokea mashine ya usingizi mpya, tumepokea pia vitanda, tumepokea mashine ya ultrasound kubwa ambayo ina thamani ya takriban milioni 100. Hivyo ni baadhi tu ya vifaa ambavyo tumepokea vifaa vingi. Hospitali yetu hasa kitengo cha mama na mtoto, kwa tunashukuru sana serikali yetu kupitia MSD tumeendelea kupokea vifaa tiba. Hata tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 tumepokea vifaa vyenye thamani ya zaidi ya milioni 342.
unaweza kuwa na vifaa tiba ambavyo vimeelekezwa kwa ajili ya kuhakikisha mama na mtoto mchanga anavuka salama. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo vitaenda kuleta mapinduzi makubwa, lakini sisi watumishi tutatufanya tuweze kufanya kazi katika mazingira mazuri. Na MSD wamekuwa wakikuwa na mawasiliano mazuri sana na sisi. Tunajua tarehe gani wataleta mzigo, tunajua ni mzigo gani unakuja, na hata unapokuwa umekuja unakuta ni mzigo ambao katika ubora ambao unatakiwa. Naomba niendelee kuishukuru serikali ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa upatikanaji wa dawa na pamoja na vifaa tiba kupitia Bohari Kuu ya Dawa MSD. Wamekuwa washirika wakubwa ambao wanatuwezesha tunaweza kupata zile huduma za msingi kwa wakati. Tumekuwa tukipata dawa pamoja na vifaa tiba kwa wakati ambayo vinaendana na yale mahitaji ya wananchi wetu, na hii inatuhakikishia sisi tuendelee kutoa huduma bora na kuhakikisha kwamba wateja wanaokuja hapa hawakosi huduma yote ile ambayo inakuwa ndani ya uwezo wa hospitali. Bohari ya Dawa Kanda ya Magharibi MSD kuna maboresho mengi ambayo wameyafanya katika upatikanaji wa dawa, vifaa tiba pamoja na viambishi vya maabara. Lakini hii pia imekuwa ni chachu ya uboreshaji wa huduma za afya kwa wananchi ambao tunawahudumia katika manispaa ya Tabora pamoja na halmashauri jirani ambazo tunazihudumia katika kituo chetu. Tukianza na upatikanaji wa dawa, tunaishukuru Bohari ya Dawa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha upatikanaji wa dawa wa zaidi ya 90% katika kituo chetu. Kwa maana sasa hivi tunapata dawa ambazo zinaweza kutusaidia kufanya operesheni za kufanya upasuaji wa dharura kwa wamama wajawazito wenye uzazi pingamizi. Lakini pia tunaishukuru Bohari ya Dawa Kanda ya Tabora kwa upatikanaji wa generator, ikiwa kama ni chanzo cha nishati mbadala pale umeme unapokatika. Lakini pia kwa vitendanishi vya maabara tunashukuru sana, kwa maana tunafanya vipimo vyote ambavyo vinatakiwa kufanywa katika ngazi ya kituo cha afya, na hii inapelekea kupata wateja wengi, kuwahudumia, lakini kupunguza idadi ya rufaa ambazo tunazitoa kwenda hospitali ya manispaa ya Tabora, pia kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete kwa sababu tuko karibu nayo. Kwa hiyo hii imekuwa ni chachu ya uboreshaji wa huduma za afya kwa hapa kituoni kwetu. Baadhi ya wakazi na wananchi wanakiri uboreshwaji wa huduma umerahisisha upatikanaji wa dawa, lakini pia kuwapunguzia mwendo wa kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Huduma napata vizuri na pia huduma zao ni nzuri, yaani wametusaidia kutoka kwenda mbali, tupo karibu, tunakuja hapa hospitali karibu na bei zao ni nafuu pia. Tulikuwa tunatoka kwenda Kitete, lakini sasa hivi afadhali tunaweza tukatembea kwa mguu au kwa boda kwa kutumia 1000 tu. Huduma ambazo zimeanza kutolewa ni kweli zinatufurahisha, kwa sababu tumetoka kwenye zahanati tumeingia kwenye kituo cha afya. Kuna huduma zingine ambazo hazikuwepo, ila kwa sasa tunatarajia kwamba huduma zinaongezeka. Kwa hiyo cha msingi labda tulikuwa tunaomba, kwa sababu bado tuna mapungufu. Kwa mfano hatuna wodi pamoja na vifaa mbalimbali. Pamoja na leo tumepokea baadhi ya vifaa ambavyo vinahitajika kwenye hichi kituo. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu tumepokea vifaa, na pia tunaomba basi bado kuna vifaa ambavyo bado havijafika. Tunaomba vile ambavyo havijafika basi vifike kwa ajili ya kukamilisha matibabu kwenye kituo cha afya. Sana sana sisi watu wapo hama tulikuwa tunapeleka mapato yetu hata Mrumba, saa zingine huko Manyara. Mtoto anaumwa, unaona ngoja niende hata Mrumba. Unaenda huko unahudumia unarudi, au kama hujaenda Mrumba unaenda Mgori. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida. Sasa hivi nashukuru kwa sababu tumetembea hata kwa mguu. Kikosa usafiri unaweza ukatembea hata kwa mguu. Kwa mfano kama mimi sasa hivi nimetembea kwa mguu, nimetoka hapo Poama nimekuja kwa mguu hapa na nimepata huduma, nashukuru. Kipindi cha nyuma tulikuwa na wakati mgumu sana, lakini kwa sasa tunashukuru serikali yetu, tumekuwa na kituo cha afya na nafikiri imeanza huduma muda si mrefu,
japo bado kuna changamoto ndogo ndogo za vifaa, lakini nafikiri ni juhudi ya serikali itaendelea kuzikamilisha. Lakini kiukweli kituo cha afya kata yetu ya Ngimu imesaidia sana. Ni muda mrefu mno alikuwa hii huduma ilikuwa tunapata kwa shida sana. Haikosei labda nadhani kama miaka 40 50 tumelilia kituo sana 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 sana. Lakini hatima ya yote serikali imetuona kilio chetu kwa kutoka kwa jicho la huruma, imeleta kituo cha afya, na sisi basi kama wananchi wazalendo kijiji cha Ngimu ile leo tumetoa bure ili kuunga mkono juhudi za serikali. Pamoja na kuwa na majengo, tunahitaji huduma zingine za kitabibu kubwa zaidi ambazo zinaweza zikachukua nafasi ya mama kutokwenda mbali. Kama nilivyosema, mwathirika mkubwa ni mama na mtoto. Kwa upande mwingine kwa wababa na sio sana kama jinsi ambavyo ilivyo wa mama na watoto. Kwa hiyo niendelee kusema kwamba naishukuru serikali kwa jinsi ambavyo wameona umuhimu huo wa kumpunguzia mama safari ndefu. Lakini pia bado tuna uhitaji wa madaktari na vifaa vingine ambavyo ni vya kitaalamu ambavyo inawezekana hata sisi wananchi tusivifahamu, na tuna uhitaji pia wa wodi za kulazwa wagonjwa. Bila shaka umefahamu mengi kuhusiana na uboreshwaji wa sekta ya afya. Tulikuwa tunaimulika bohari ya dawa MSD. Mkakati wake ni kuhakikisha usambazaji na upatikanaji wa dawa katika vituo vya afya unafikia 100%, ambapo kwa sasa karibu mikoa mingi na vituo vingi ni zaidi ya 90%. Tumemulika huduma mbalimbali, upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya maabara, lakini pia huduma ya afya ya mama na mtoto ilivyoboreshwa. Mimi ni Agnes Mbapu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, tukutane wiki ijayo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.